Msichana huyu ambaye nitampa jina Mary sasa amekosa furaha, kisa na maana ni kuwa alibakwa na mwanaume mmoja aliyekuwa anamfahamu vyema alipokuwa akitoka sokoni. Machakos ikiwa kwao, amekuwa akipokea matibabu katika hospitali hii ya Masinga, na masikitiko yake makuu ni kwa aliyemtendea unyama huo hadi sasa yuko huru. Yadaiwa kuwa siku 10 baada ya kuripoti tukio hilo, hakuna hatua iliyochukuliwa dhidi ya mshukio huyo, na sasa hivi anahofia zaidi ikizingatiwa kuwa jamaa huyo anamtisha iwapo ataripoti tena. The young lady was taken to Matu police station and a P3 was provided. It was found by the police officer there and found the P3 form with the information which was documented at Ekarakara Health Center and mine, which are documented after doing a thorough physical examination. Matukio kama haya yanaonekana kukithiri, huku waathiriwa wakizidi kuungulika, hasa wanapoona waliowatendea unyama wakikosa kuchukuliwa hatua. We have encountered several cases of rape in Masinga district. There are many rape cases and the most perpetrators, the cases don't go far. I don't know what happens. Alichosalia nacho binti huyo ni imani kuwa mkono wa sheria utachukua mkondo wake ili haki ipatikane. Victor Wetende, Citizen Weekendi.